Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 6 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa, Ramadhan 16 kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Mwigulu ang'ang'ana na watumishi wa zembe. Habari katika ukurasa wa 3. Dhamana zabuni za kibenki sasa kuhakikiwa kidijiti. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Askofu kortini kesi ya kiwanja cha milioni 60. Habari katika ukurasa wa 4. CCM, mtumishi asiyeweza kuwajibika aache kazi. Habari katika ukurasa wa 3. Daktari ahadharisha msongo wa kupitiliza afya ya akili. Habari katika ukurasa wa 4. Wa kipato cha chini mbioni kuwezeshwa kumiliki makazi. Habari katika ukurasa wa 2. FCC yaridhia kampuni 7 zinanunuliwa. Habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mtandao wa utapeli wanaswa. Watuhumiwa 10 wanaswa Morogoro kwa kuendesha genge la utapeli, wakutwa na kadi za benki, laini za simu. Ni mkoa unaotajwa kukithiri. TCRA yaelekeza wananchi cha kufanya. Habari katika ukurasa wa 4. 198 idadi ya laini za simu zilizokamatwa kwa mkoa wa Morogoro pekee zikitumiwa na wahalifu wa mtandao wa kutapeli wananchi. 148 idadi ya kadi za benki ATM zilizokamatwa mkononi mwa watuhumiwa wa uhalifu. Nukuu ya Rolf Kibaja, msemaji wa TCRA, inasema tunahamasisha watu wasipokee maelekezo yoyote kutoka kwa watu isipokuwa kupitia namba 100 ya mtoa huduma. Namba tofauti na 100 si ya mtoa huduma. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Mawakili 40 wapewa zigo la migogoro ya ardhi Tanga. Migogoro ya ardhi imeendelea kuwa janga kwenye maeneo mbalimbali nchini. Kwa mkoa wa Tanga hali ni tete, na serikali imeamua kutuma jopo la mawakili 40 kwenda kusikiliza, kutatua na kutoa msaada wa kisheria. Hatua hiyo inakuja siku chache tangu Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kupokewa na mabango. Ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 5. Nyuma ya pazia ugawaji vizimba Kariakoo sokoni. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Huko Mashariki ya Kati ni piga ni kupige. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Wadau 400 kukutana jukwaa la wanawake Superdome leo. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Lukiza Autism Foundation ikishirikiana na Wizara ya Afya inakuletea msimu wa 5 wa mbio pendwa jumuishi, mbio ya usonji Run for Autism Tanzania Half Marathon itakayofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026 Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Malengo ya mbio hii ni kuadhimisha siku ya kuelimisha jamii kuhusu hali ya usonji duniani, kuhimiza mtindo bora wa maisha wa kufanya mazoezi, kuwashawishi wanafamilia wote wenye wanafamilia wenye usonji au ulemavu mwingine kutofungia ndani, wakutanisha na wadau mbalimbali wa usonji kwa lengo la kujuana, kufurahi pamoja na kuongelea haki na mahitaji ya watu wenye usonji na hali nyingine. Fedha zitakazopatikana zitaendeleza utekelezaji wa mradi wa ustawi wa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gharama za usajili ni shilingi 35,000 tu. Kujisajili sasa, ingia kwenye tovuti ya www.runforautismmarathon.co.tz au piga simu namba 0783639335.
Tutazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni FCC TCRA kuchunguza vifurushi vya mitandao. Lengo ni kubaini kama wananchi wanarubuniwa, ni kufuatia malalamiko kuhusu bando kuisha mapema. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Balozi Omar, tunathamini mchango wa sekta binafsi. Habari katika ukurasa wa 4. CCM yataka wananchi kupuuza wenye nia ovu. Habari katika ukurasa wa 4. Bunge kuendelea kufanyia maboresho sheria nchini. Habari katika ukurasa wa 4. 1041 kunufaika mradi wa kukuza usawa wa kijinsia. Habari katika ukurasa wa 3. NMB PPRA yazindua uhakiki dhamana zabuni za kibenki kidijitali. Habari katika ukurasa wa 4. ECOWAS yaunda kikosi kupambana na ugaidi. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika AKRDF MOHAS kuimarisha tafiti magonjwa adimu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tunatazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mtandao wa utapeli. Mamia laini za simu, kadi za benki za naswa, laini 110, majina tofauti, wamiliki 7, kadi 148 za benki zatumiwa na mtu mmoja kuchota fedha. Wamiliki halisi wanapatikana katika majiji na miji. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Nukuu ya kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro SACP Alex Mkama anasema uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa mtandao huo umekuwa ukiwalenga zaidi wafanyabiashara wa mazao ya chakula kutoka mikoa mbalimbali ikiwemo Mwanza, Pwani, Dar es Salaam, Tanga, Zanzibar na Dodoma. Gazeti hili limeandika mwenyekiti IPP aongoza mazishi ya msanifu mkuu wa The Guardian. Habari katika ukurasa wa 4. LHRC serikali idhibitiwe tarehe ya kurejesha mikopo yake BOT. Habari ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Baiskeli za wenye ulemavu zabainika janga kwa wahitaji. Habari katika ukurasa wa 5. Kutoka ndoto ya msichana hadi mhariri mtendaji. Habari katika ukurasa wa 7, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tunatazame sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele. CCM ya kunjua makucha. Kiongozi asema hakitoruhusu mtumishi kukwamisha ilani ya uchaguzi. Sasa kila mmoja kubeba mzigo wake kwa mabega yake mwenyewe. Haiwezekani, fedha za posho zipo lakini za kushughulikia kero hazipo. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Ndugu ikisema chama hakitoruhusu mtumishi atukwamishe katika kutekeleza ilani ya uchaguzi. Ikiwezekana aondoke yeye au sisi tuchukue hatua. Kazi kubwa inayofanywa na serikali kuleta maendeleo inapaswa kuungwa mkono. Habari katika ukurasa wa 2. Gazeti hili limeandika Rais Samia aipa heshima diplomasia ya Tanzania. Habari katika ukurasa wa 3. FCC TCRA kuchunguza gharama za bando nchini. Habari katika ukurasa wa 3. NMB PPRA waweka ununuzi wa umma kidijitali. Habari katika ukurasa wa 9. Ujenzi wa maghorofa ya kisasa waiva Zanzibar. Rais Mwinyi apongezwa kuboresha makazi, kulipa fidia. Habari katika ukurasa wa 2. Aliyemlawiti mtoto wa mwaka 1.5 hadi kufa ahukumiwa kunyongwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Tunatazame sasa gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na wazi lenye limeandika Dr. Mwinyi ahimiza KCB kushirikiana na serikali. Habari katika ukurasa wa 2. Serikali ikuongeza mishahara kwa watumishi wa umma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Mahakama Kuu yatupa maombi kupinga uchaguzi. Habari katika ukurasa wa 8. Raia wa Ukraine ajifungua mapacha hospitali ya Kitogani. Habari katika ukurasa wa 3. Umoja umekosekana baraza la usalama la UN. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika.
Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika bado moja, Dube Okelo wanogesha ushindi Yanga. Matokeo ni Yanga 3 Singida Black Stars 0. Siku 3 za soa Simba, sakata lake la ibukia Ghana. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Christina alivyopenya katikati ya wanaume ligi kuu. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Bonus ya ibua jambo BD. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. FA leo ni Dodoma Jiji dhidi ya African Sports, mchezo unapigwa saa 10 kamili jioni Jamhuri Dodoma. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti Habari Leo ukurasa wake nyuma limeandika Yanga yaisulubu Singida Black Stars Prisons Azam Sale. Usalama AFCON 2027 wajadiliwa. Habari katika ukurasa za ndani. Singida Black Stars yabalizana na Ucho. Carrick akiri kupata somo kwa Newcastle. Habari katika ukurasa wa 22. Iringa yapewa wito kukuza vipaji vya michezo. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti ya Habari Leo. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima. Habari za michezo na burudani lenyewe limeandika Yanga hii raha tupo 3-0 ushindi uliopata Yanga dhidi ya Singida Black Stars katika mchezo wa ligi kuu Tanzania. Star Simba pewa ndinga mpya. Habari katika ukurasa wa 23. Ibra Class akata rufani. Habari katika ukurasa wa 24. Bodi ya ligi yaitolea macho Championship. Habari katika ukurasa wa 23. Nyota Arsenal salute. Habari katika ukurasa wa 23. Ulinzi usalama kuimarishwa AFCON 2027. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Na gazeti hili linakamilisha dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.